Hakuna namna ya kuwainua nyie maimamu, sio kwa kuwapa hela. Hata baadaye Saamu hapa Mwanza atalipa yeye maimamu hataweza. Kuna watu watapokea watakula, kuna watu watapokea sio wenyewe, yani tafrani. Lakini ziko njia za kuwainua maimamu na ndiyo tunasimama nazo. Mafunzo yanaendelea. Ukisikia UMATA baada ya kuunganisha maimamu ni semina. Kwa hiyo hawa viongozi hata wakitisha semina 100 msichoke. Mafunzo ambayo wewe tunataka upate japo kwa siku moja mbili. Wenzio viongozi wamesota katika vyuo muda mrefu. Sisi tunatafsiri mafunzo ya vyuo vikuu ya uongozi tunawaletea watu wetu. Lengo la 3 tukaliweka kupigania au kusaidia kupatikana stahiki za maimamu. 1, mikataba. Imamu na mwalimu wa madrasa lazima awe na mkataba. Imamu na mwalimu wa madrasa kuwa na mkataba ni katika malengo muhimu katika UMATA. Moja ya sababu Uislamu hausongi mbele kwa sababu viongozi wake wengi wanaishi kwa wasiwasi, hawajiamini katika majukumu yao. Amepewa imamu katika msikiti. Kanuni ya Uislamu, imamu ndio kiongozi wa mwisho wa juu kabisa kama alivyokuwa Mtume SAW. Lakini misikiti yetu haipo hivyo. Imamu amekuwa ni mswalishaji tu. Kuna tofauti ya imamu na mswalishaji. Imamu anajiamini, anaangalia maisha ya watu. Tukiwa kule Dar es Salaam tunatolea mfano imamu wa msikiti wa Thakibu kwamba yule ni imamu kwa sababu pale Thakibu wana mambo ya kusaidiana katika maisha. Mtu amefariki, atahakikisha watoto wake wanasaidiwa. Hajafika mtu swafuni pale anaulizwa. Kuna mifuko ya ustawi wa jamii, wanajenga mashule watoto zao wasome, wanafanya hiki watoto zao wapate huduma. Ule ndio imamu. Lakini yule ambaye yeye kazi yake tu pale stau sufufakum kila siku, hapa kwenye safu kuna mtu kafa, kaacha wajana na mayatima, imamu hana habari. Huyu sio imamu, ni mswalishaji. Watoto wa imamu aliyekufa, watoto wa wazee wa msikiti, watoto wa waumini, kipindi cha Idi wanahangaika nguo, kipindi cha Ramadhani wajana wanahangaika futari, shule zinafungua wanahangaika ada. Yule pale sio imamu, ni mswalishaji. Sio, mnanielewa vizuri? Imamu anawaangalia ile stau sufufakum, haishii pale msikitini wakati wa swala, inakwenda mpaka nje ya msikiti. Anaangalia waumini wake wamejipanga vipi katika afya, wamejipanga vipi katika uchumi, wamejipanga vipi katika masuala ya kijamii. Huyo ndio imamu. Imamu ana utaratibu wa kuwatembelea waumini wake majumbani waliokuwa dhaifu hali ili ajue namna kuwasaidia. Sio yule ambaye imamu kazi yake kuwatembelea matajiri. Huyo ni mswalishaji, sio imamu. Labda awatembelee matajiri, awatembelee na maskini. Sasa kwa nini maimamu wetu hawajiamini? Hawajiamini kwa sababu kamati za msikiti zina nguvu kuliko imamu. Wazee wa msikiti wana nguvu kuliko imamu. Matajiri pale msikitini wana nguvu kuliko imamu. Wafanyabiashara, wanasiasa wana nguvu kuliko imamu. Imamu akitoa hutuba akizungumzia dhuluma, kama kuna mwanasiasa pale mdhulumaji, kesho imamu hayuko msikitini. Akizungumzia masuala ya riba, watu wanavyozidisha vipimo, wanavyodhulumu katika biashara, kesho pale imamu hayupo. Tajiri anatoa hela, wazee wa msikiti wanamfukuza imamu. Kama imamu atakuwa na mkataba, hata kama halipi mshahara, hiyo fisability yake iandikwe, atajiamini. Kwa hiyo tukasema maimamu, walimu wa madrasa wawe na mikataba ili wajiamini katika kazi yao. Lakini kingine, wapewe mishahara. Haiwezekani msikiti unajaza watu 200. Msikiti upo katika eneo ambalo Waislamu wako 1000. Alafu mwisho wa mwezi haiwezi kupatikana 500 kwa ajili ya kumlipa imamu. Sio kama hela hakuna. Sio kama Waislamu hataki kutoa, hapana. Hatujaweka mchakato wa kuzipata hizo fedha. Hatujaweka dhamira ya kumlipa imamu. Na katika mafunzo yetu tunafundisha namna ya kupata hela za kufanya kazi ya dini ziko mitaani kuliko msikitini. Tunawafundisha saikolojia watu wa sadaka. Wale wanaoswali wengi sio watu wajua sadaka. Nyinyi wote ni mashahidi hapa. Ndio maana sadaka mnakusanya Ijumaa tu baada ya kusanya kila swala.
Kule pwani sijui huko tunaona watu wanaingia msikitini, unaweza kuta swafu nzima wamevaa misuli, wamevaa t-shirt. Msuli hauna mfuko, t-shirt haina mfuko. Kaja kuswali huyu, swadaka kaweka wapi? Swadaka anakaa kwenye boxer. Wanafanya hivi kwa sababu wamejihalalishia kwamba sisi tunaoswali tutaingia peponi kwa swala zetu. Wale wasio swali wako majumbani wanaamini kabisa swadaka ndio zitawapeleka peponi. Lakini nyie maimamu mnasubiri waje msikitini. Hapana. Wale ni watoaji wakubwa. Haya tunafundisha kwenye semina sasa. Kwa hiyo mchakato ule ukiwekwa vizuri, wakitengenezewa kamati, wakafuatwa kule waliko, fedha watatoa. Mmenielewa vizuri? Lakini lengo lingine ni posho. Mwezi wa Ramadhani kwa mfano, maimamu wanafanya kazi kubwa ya ziada. Licha mshahara wao, wanatakiwa wapewe posho. Wanaendesha madarasa, wanaswalisha tarawih, wanaswalisha qiyamul layl, wanaendesha lailatul qadri, wanaendesha itikafu. Mtu mmoja. Alafu huyu unataka atafute nguo za sikukuu za watoto wake. Hatakiwi ufanye kazi nyingine. Msikiti unatakiwa umlipe.